na nimewaona kwa imani na kwa matendo wakihubiri neno la Mungu, wakihamasisha wananchi wa taifa letu la Kenya, wakihamasisha wananchi wa jamii hii kwa mambo ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka niseme kwenu pongezi, na Mungu awazidi kuwajalia mazuri. You are doing a great job kueneza neno la Mungu, kufundisha neno la Mungu, kwa sababu mbali na mambo yote tulio nayo na uwezo tulio nao kama binadamu, Mungu anakuja kwanza. God comes first. Na kwa hivyo asanteni sana for what you're doing, na mahali mtahitaji msaada wetu tutakuwa pale ili tuweze kuhakikisha kwamba kazi ya kueneza neno la Mungu katika taifa hili la Kenya linaenda mbele. Mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa neema ya Mungu, nataka niwahakikishie nchi yetu ya Kenya itazidi kuwa ni nchi inayomcha Mungu, na shetani hawezi kutuzuia. God, this nation shall continue to be a God-fearing nation. And we will not be derailed. We will not be intimidated. We will not be dissuaded in pursuit of the work of God for our nation. Kwa hivyo tutazidi na kushirikiana hivyo. Nataka niwashukuru sana wananchi wa sehemu hii. Mumesema ya kwamba kwa miaka karibu 32 Rais wa Jamhuri ya Kenya hajafika hapa, lakini leo nimefika hapa. Na namshukuru Mungu sana kwamba ameniwezesha nifike hapa. Wakati huyu rafiki yangu Ken Aramat alikuja kwa ofisi yangu akaniambia ya kwamba viongozi wa kanisa wamesema nifike hapa. Mmesikia askofu akisema urafiki iko na gharama. Kuna mambo, if somebody is your friend na akikuuliza unafanya hivyo. Kwa hivyo na huyu kijana Aramat, najua ni mbunge wenu, lakini wacha nimuite kijana. Sababu nimeanza kuwa mzee kidogo. Nimeanzana na yeye mbali, na namshukuru sana Mungu kwa sababu amemwezesha katika uongozi wake aweze kuwatumikia na aweze kuwafanyia kazi. Na hata akifanya kazi ya uongozi wa kiserikali, pia ana uhusiano mzuri na viongozi wa kanisa. Tuendelee kushirikiana hivyo, tukiendelea pamoja. Mimi nataka niwashukuru kama viongozi wa jamii hii ya Maa. Niko na historia mrefu pamoja na nyinyi, na kiasi kikubwa mumenisaidia kwa kura zenu, kwa maombi yenu na kwa urafiki wenu. Mumenisaidia hata na wafanyikazi wanaonisaidia katika kuendesha serikali ya Kenya. Huyu Waziri Soipan ananisaidia kazi ya kusimamia mambo ya ulinzi katika taifa letu. Anafanya kazi mzuri. Niko na viongozi wengine wengi ambao tumejumuika pamoja na wao, ma PSS ambao wanafanya kazi pamoja na mimi. Hata juzi tumepata mmoja tena ameungana na serikali hii, Madam Pareno, kuungana na PSS wale wengine wa kutoka jamii hii ambao wameungana na serikali yetu. Niko na msimamizi wa Ikulu Bwana Kato, anatoka jamii hii, ananisaidia kupanga kazi ya pale Ikulu. Tuko na senators hata wale nominated kama dada yangu Peris.
tuko na wabunge hata wale nominated wa East Africa kama ndugu yangu hapa Wole Sankok. Tuko na machairman wa makamati kama vile mlisikia huyu Tongoyo ni chairman wetu wa mambo ya administration. Tuko na vice chairman, tuko na watu wengi. Tuko na machairman, tuko na directors wengi. Nasikia bado mnasema tuongeze wengine. Sasa mimi nashangaa mpango yenu kwa hii serikali mnataka kuchukua yote. Vile mimi naona tukiongeza mtakuwa na sehemu kubwa, lakini hata na hivyo ni vizuri. Tutazidi kuwajumuisha wale wengine ambao tukipata nafasi ili tuweze kwa pamoja tushiriki katika kuendesha taifa letu la Kenya na kushughulikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya kwa manufaa ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Mimi nawashukuru vile vile yale mambo ya maendeleo mumesema. Mimi nimepanga na hawa ndugu zangu viongozi ya kwamba nitakuwa hapa mwezi ujao tarehe 6 na 7, kwa sababu kuna mambo ya maendeleo mengi tumekubaliana na wao na kuna zingine mengi pia tumetekeleza na zingine tutakuja kuzianzisha. Tutakuja hapa mambo ya stima vile mmesema. Mmesikia mama Pareyo, mjumbe wetu wa North, alikuja kunieleza mambo ya stima, na sio ya North peke yake. Sasa serikali ya Kenya tumetoa pesa bilioni 1.4 1.4 bilioni ya mambo ya stima ya Narok County, na mimi nakuja kuanzisha huo mradi mkubwa. Tunataka kufikisha manyumba zingine 14,000 stima katika Narok hii, na tunataka kazi hiyo ifanyike kabla ya Disemba mwaka huu, ili tuweze tena kupanga mwaka ujao tusongeshe mambo ya stima, kwa sababu stima inatusaidia kwa mambo mengi, na zaidi inatuletea mwangaza, inatuondolea giza, na mimi najua giza ikiondoka shetani pia anahama, wana mwangaza mingi. So vile vile nitakuja hapa mambo ya barabara. Vile mmesikia nimeongea na hawa viongozi, kuna barabara tumekubaliana na wao. Nitakuja hapa, tulizungumza mambo ya airport. Tayari tumefanya procurement ya airport ya hapa Narok, na tumefanya barabara ya airport yetu kule Kilgoris vile vile, na tumekubaliana vile vile mambo yale mengine yote ya title deeds ya mashamba yenu, ili kuondoa utata ambao ulioko na kila mtu apimiwe ardhi yake na tuweze kuishi kwa amani, na mambo mengine mengi. Umesikia mambo ya hospitali. Huyu gavana wenu alinitembelea akaniambia ile hospitali kubwa ya Narok ya referral ilikuwa na changamoto na ilikuwa imelemea county. Nikamweleza ya kwamba hii ambayo imelemea county wacha mimi nichukue na nikamilishe, na kwa mapenzi ya Mungu kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumekamilisha, na nimeambia wao pia tutawawekea equipment ndio watu wa Narok hii wasiwe wanaenda mbali kutafuta matibabu, yapatikane hapa nyumbani. Na sio referral hospital peke yake ya Narok, hata zile hospitali zingine tumekubaliana na county government tutawasaidia katika program ya serikali ya kuweka equipment katika mahospitali zetu ili matibabu ipatikane mahali karibu na wananchi. Mimi nawashukuru vile vile hasa county government, tulikubaliana na wao mambo ya matibabu, na ndio tukaweka program ile inaitwa community health promoters. Kuna 1000 karibu 700 hapa, na tunazidi na kuendesha hiyo maneno. Mimi nawauliza vile governor wenu wamesema, sasa tuko na mpango mzuri wa kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya inawachwa nyuma wakati tunashughulikia mambo ya matibabu. Hiyo program ya SHA, kila siku Kenya wananchi zaidi ya 45,000 wanajisajili every day. Mimi sitaki watu wa Narok wabaki nyuma. Kwa hivyo mjisajili,
Wale wako na uwezo wa kulipa watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo wa kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ile tunataka ni kwamba kusipatikane mwananchi tena anauza mali yake, anauza shamba yake, anahangaika na harambee akitafuta mambo ya pesa ya kulipa mahospitali. Tunataka hiyo kazi ifanyike kwa bima ya afya ambayo sisi wote tutachangia kama serikali ya Kenya. Kwa hivyo hiyo kazi yote nitakujia wakati huo. Ningependa tu kumalizia kwa kusema ya kwamba wakati hema hii ilitolewa na aliyenitangulia Rais Uhuru Kenyatta, ilikuwa ni kwa manufaa ya kuhubiri neno la Mungu kati ya jamii hii. Na hawa viongozi wameniambia wanataka sasa gari ya kuhakikisha kwamba hii hema inatembea kila mahali, na nimekubali ya kwamba nitapanga vile tutakuwa na gari kubwa ya kutembeza hii kitu, ifike huko Iljamus, ifike kona ingine na kona ingine na kona ingine, tuhubiri neno la Mungu, shetani awache kusumbua sisi katika taifa letu la Kenya. Ni kweli jameni? Na kuna kazi zingine pia wameniuliza ambayo tumekubaliana na wao tutashirikiana. MCA wetu wa hapa Bwana Sonko amesema nishughulikie mambo ya hii shule yenu. Nimenongonezeana na huyu mjumbe wako Bwana Sonko, na amesema tayari kwa CDF ametafuta pesa kidogo ya hiyo kazi ya dining hall. Ameniambia ile pesa ambaye hana ni ya bus, na nimemwambia nitatafuta bus nitumane kwa shule yako hiyo, muweze kushirikiana. Wakati nilipatana na hawa Bishop Mangura pale Kimuka, waliniuliza barabara hiyo kutoka kule Ngong mpaka hapa Suswa, na niliwaambia kwa imani ya kwamba tutatengeneza hiyo barabara, na leo imetimia, hiyo barabara imekamilika. Sasa tena wameniuliza tena katika mkutano huu ya kwamba kuna barabara ya kwenda Musiro. Kwa imani tena kama ile ya Suswa, Mungu atatujalia tutengeneze hiyo barabara, si ndio? So tutafanya hivyo pamoja na wao, tutashirikiana. Kuna mambo ya barabara nyingi, wananchi wengi wanahitaji barabara, lakini kidogo resources ya ujenzi wa barabara ni kiasi. Tumejaribu njia tofauti, mbinu tofauti kutafuta hizo rasilimali ya kujenga barabara. Tumefaulu kwa kiasi. Juzi tumelipa karibu shilingi bilioni 60 kwa barabara ambazo zilikuwa zimekwama Kenya. Tunapanga tena pesa ingine baada ya miezi miwili mitatu, na baadaye mimi ningeomba hawa waheshimiwa wakiwa hapa, najua kuna mvutano ya pesa kati ya counties na wabunge, ile pesa ya barabara. Na hiyo pesa ya barabara mnayovutania, mkiniwachia naweza kupanga pesa nyingi ya kutengeneza hizi barabara zote, kwa sababu sasa hiyo pesa mnachukua mnaenda tengeneza barabara kidogo ya mara kutoka hapa mpaka pale, inanyesha siku moja inaisha yote. So nawaomba waheshimiwa mkubali, na sio kwa lazima. Nasema naomba mkubali, tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri ambayo itawafaidi wa Kenya zaidi ya vile inatumika kwa sasa, na tutajadiliana na wao. Mwisho, nakubaliana na wale viongozi waliosema hapa ya kwamba
rasilimali tuliopatiwa ya wananchi wa Kenya lazima itumike kwa njia ya sawasawa, kwa njia ambayo kuna uwajibikaji. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Na ndio sababu in my address to the nation, I made 2 commitments. I said, number 1, all procurement beginning April this year are going to be undertaken on an e-platform. We are going to have e-procurement so that there is transparency in the procurement of public services and public programs, so that we know that we have gotten the best price, the most competitive price, to the best person, and we know who it is. I'm happy to say that e-procurement that we have been waiting for years has started this April, as I committed. Number 2, nilisema ili kuondoa mambo ya ufisadi ambayo sehemu kubwa inachangiwa na interests ya wale watu wako na uwezo, viongozi ambao wako na uwezo. Tukasema tutapitisha sheria ambayo inaitwa Conflict of Interest Law. Na niliahidi bunge wakati huo ya kwamba wasipopitisha sheria ambayo inalingana na vile tulikubaliana na Wakenya, sheria ambayo itakomesha mambo ya ufisadi na mambo ya ubinafsi na mambo ya watu kutumia ofisi za serikali kujinufaisha wao wenyewe, familia zao na marafiki zao. Niliwaeleza wakati huo, msipopitisha hiyo sheria, mimi nitaweka vito ya hiyo sheria mpaka nipitishe sheria ambayo itakomesha ufisadi katika taifa letu la Kenya. Nimefanya hivyo juzi, na kwa wiki 3 zijazo bunge lazima ipitishe sheria vile nimependekeza, ndio tuweze kukomesha mambo ya ubinafsi katika procurement na utendakazi wa mambo ya serikali. That is very important. So I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest that undermines the delivery and provision of public service in the Republic of Kenya. Na itamhusu kila mtu kutoka rais mpaka MCA. Kila mmoja wetu atawajibika kuhakikisha ya kwamba sio rais peke yake, sio governor peke yake, sio mjumbe peke yake. Everybody must be accountable to the people of Kenya. Kwa hivyo nataka mtuombee maaskofu wetu ndio tuweze kutimiza wajibu wetu kulingana na mapenzi ya Mungu na sheria za taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, nimekusikia kwa makini sana Bishop Mangura. Nimekusikiza kwa makini sana, na umetuhubiria neno la Mungu in a very profound way. Kama pengine hujui, Mungu amezungumza na Kenya kupitia kwako, na ametuzungumzia kama Wakenya mambo ya umoja. Umetuambia mambo matatu ambayo nimeyasikia na masikio yangu. Umetuambia ya kwanza katika Genesis 11 mstari wa 6. Wakati ulitaja nilienda nikaweka mstari kwa Biblia yangu.
ukasema mahali kuna watu wameungana na umoja, hakuna kitu hawawezi kutimiza. United, a people can achieve everything and nothing is impossible for them that are united. Namba ya pili ukasema Zaburi 133 ukatusomea nafasi ya kwanza ambayo inasema how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Alafu ukatuambia ya tatu ya kwamba verse 3 ya hiyo 133 inasema where there is unity, God commands a blessing. Ikawa mahubiri yako ikaambatana na kuungana na vile hata mimi nafikiria kwa taifa letu la Kenya, kwamba tuungane, tushirikiane, umoja ni nguvu. Na ndio sababu munaona leo tunaketi hapa sisi wote, kutoka watu ya Kenya Kwanza, watu wa Azimio, wengine tumeungana, sio kwa manufaa ya mtu, sio kwa manufaa ya chama, kwa sababu umoja ni nguvu. And the Bible commands us so, to be united.